Katoliki, waumini wa makanisa mengine kote duniani jana Jumatano waliadhimisha siku ya Jumatano ya Majivu. Waumini hawa wakimiminika makanisani kupakwa jivu kwenye paji la uso kama ishara ya mwanzo wa msimu wa Kwaresma ambao huadhimishwa kwa siku 40. Mojawapo ya maadhimisho muhimu kwa Wakatoliki ni Jumatano ya Majivu, na kama ilivyo ada, mamilioni ya waumini walimiminika makanisani hapo jana kuadhimisha mwanzo wa msimu wa Kwaresma. Aghalabu Jumatano ya Majivu hutiwa alama kwa waumini kwa kupakwa jivu kwenye paji la uso katika ibada za misa kanisani. Tells us to remember we are ashes, we are dust, we are nothing. No matter what may be our position, no matter what may be our knowledge, no matter what we may feel in our body and the pleasures and even the blessings, earthly blessings, but the most important is the soul. We are nothing. Our body turns to nothing. Wakatoliki kote duniani aidha wana nafasi ya kueleza kauli mbiu ya msimu wa Kwaresma. Hapa nchini Kenya, viongozi wa dini hii wakidokeza kuwa lengo lao katika msimu huu ni kuhimiza na kuhubiri amani. Siku 40 za kujitolea kwake Mwenyezi Mungu, tukiomba, kujinyima, kuonyesha upendo. Kiini chetu cha wakati wa Kwaresma ni kujiuliza ile Kenya tunahitaji, the Kenya we desire. Kwa kawaida siku hii waumini huanza mfungo wa siku 40 kabla ya sherehe ya Pasaka. Kipindi hiki kinatunza kumbukumbu ya Yesu kufunga na kujinyima chakula kwa siku 40 jangwani baada ya kubatizwa na Yohane Mbatizaji na kabla ya kuanza huduma yake rasmi duniani. Tofauti na Jumatano nyingine za Majivu ambazo Baba Mtakatifu Papa Francis huongoza waumini wake duniani kuadhimisha siku hii, leo hakuweza kufanya hivyo kutokana na utindikifu na nyonde za kiafya, nafasi yake ikikaimishwa na Kardinali Angelo De Donati. Duru za hivi punde za afya kumhusu Papa Francis zinasema yungali anapokea matibabu, lakini anakumbwa na matatizo ya kupumua mara kwa mara. Ruga Evil, TV47.